Jina naitwa Elizabeth Mwakimomo, makamu mwenyekiti wa Baraza la Wanawake Taifa. Jambo la kwanza, tuko hapa kwa ajili ya jambo moja, kwa ajili ya maandalizi ya siku ya wanawake duniani. Zumuni na malengo yetu ambayo tumewaitia waandishi wa habari ni kuhakikisha tunaweza kuwatangazia wanawake wote hii shughuli ya siku ya wanawake duniani ambayo itafanyika kitaifa kanda ya Serengeti, mkoa wa Mara, jimbo la Musoma mjini. Kauli mbiu yetu inasema haki, usawa kwa wanawake na wasichana, msingi jumuishi, dira 2050. Lengo: kuimarisha usawa wa kijinsia na haki za wanawake kwa maendeleo endelevu. Mwongozo wa serikali umetoa kuwa maadhimisho haya yatafanyika kuanzia ngazi ya kijiji mpaka mikoa. Sisi Baraza la Wanawake Chadema tumeamua kwamba siku yetu ya wanawake Chadema tutaenda kufanyia kanda ya Serengeti, mkoa wa Mara, jimbo la Musoma mjini. Kwa nitoe rai na kuwaomba wanawake wote Tanzania nzima, bara na visiwani, kushiriki haya maadhimisho, kwa sababu siku ya wanawake ni siku pekee duniani ambayo inafanyika tarehe 8 Machi kila mwaka. Kwa sisi kama wanawake wa Chadema tutaenda kuadhimisha mkoa wa Mara, kanda ya Serengeti, jimbo la Musoma mjini. Kwa ninawakaribisha wanawake wote Tanzania nzima, asiwepo mtu wa kukosa, wapenda haki, wapenda demokrasia, wapenda mabadiliko. Tuungane kwa pamoja kuhakikisha tunasherekea hii sikukuu kwa haki na usawa. Na ninaamini kwa kuwa serikali inajua kwamba hii siku inaadhimishwa mahali popote duniani, nasi Chadema tunaomba tuadhimishe kwa uhuru, tusibuguziwe mahali popote katika safari zetu. Wanaotoka Zanzibar, wanaotoka bara, wote waweze kufika salama katika mkoa wa Mara, jimbo la Musoma mjini. Dhamira kubwa ni usawa wa kijinsia, lakini katika hiyo dhamira tunataka kuunganisha na wasichana, na pia wasichana ni wanawake. Kwa tunachotaka ni usawa ambao utaleta msingi, yani misingi jumuishi kuifikia hiyo dira ya 2050. Katika hiyo dira 2050 tunataka tupate mabadiliko ambayo yataenda kuleta haki kwa wanawake na usawa ambao hautabagua. Kama mwanaume anapata mshahara milioni 1, basi hata mwanamke apate milioni 1. Sio vile mwanaume anapata milioni 1 kwa sababu ni mwanamke anampa mshahara 500,000. Kwa ndo usawa ambao tunaopambania katika masuala haya katika jamii. Kwa majina naitwa Vumilia Anderson Mwaifunga, mwenyekiti jimbo la Mbeya mjini. Sisi wanawake wa Chadema kitaifa huwa tunaadhimisha siku ya mwanamke kila mwaka, na tulikuwa tunasherehekea ile siku ya mwanamke tarehe 8 ambayo ndio inakuwa ni siku ya hitimisho ya siku mwanamke duniani, na huwa tunafanya mkoa kwa mkoa. Lakini kwa nini tunaadhimisha? Kila tunapokuwa tunakutana wanawake, tunakuwa tunabadilishana na kushirikishana mawazo mbalimbali kuhusu taifa letu, lakini pia tunakuwa na burudani, tunakuwa na chakula, tunasherehekea wote kwa pamoja. Kunakuwa na mafunzo mbalimbali ya kiuchumi, ya kijamii, ya afya, lakini pia tunakuwa na maombezi ya kuombea taifa letu lilipo na napotaka lifike na hitaji la Watanzania. Kwa hiyo tunakuwa na mengi katika sikukuu yetu ya mwanamke, huwa tunajifunza vitu vingi, aturudi kama tulivyo. Hivyo tunatoa rai kwa wanawake wote kualika washiriki sherehe zetu za Chadema. Huwa zina mambo mbalimbali, hautotoka kama ulivyo. Kwa majina naitwa Fode Joseph Igwisha. Mimi ni mwenyekiti wa wilaya Bawacha yenye majimbo mawili, Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Umuhimu wa kukutana siku ya wanawake kwa kweli kuna faida
maana kule hatuendi bure. Kuna mambo ambayo tunafundishana kule, wanatufundisha jinsi ya kwenenda kitaifa, yani jinsi ya kujijenga na kuijenga taifa na jinsi ya kujiimarisha. Kwa hiyo tunafundishwa mambo mengi, tusiwe na ugomvi nini, amani. Tunafundishwa sana tukiwa kule. Kwa hiyo tunajitahidi ili tarehe 8 mwezi wa 3 lazima nijitahidi niwepo. Kwa watu ambao wajui hawaelewi, lakini kwa mtu ambaye ameenda lazima naelewa, anajitahidi, tunaondoka wote pamoja kwenda huko kwenye mafunzo. Saada Atiki, mjumbe wa kamati ya utendaji na ni mjumbe wa baraza la uratibu mkoa. Sisi tunaamini tutafanikiwa. Tunaamini kwa kuwa sisi ni Watanzania huru, tuko katika nchi huru, kama mama anavyoita Tanzania ya Foara. Kwa kuwa yeye anasema Tanzania ya Foara, sisi tunaamini tutafanikiwa kufika Serengeti, kwa sababu sio mara ya kwanza sisi kwenda kwenye sherehe kama hizi. Tumeshaenda, tumeanzia Nyasa, tumeenda kanda ya Pwani, tumeenda kanda ya Kati, tumeenda kanda ya Kaskazini na sasa hivi ni kanda ya Serengeti. Tunaamini Serengeti tutafika tukiwa salama bila vikwazo vyovyote. Kama kawaida yetu, jambo letu ni kuungana wanawake wote kwenda kuadhimisha maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Kupeana, huwa tunapeana elimu mbalimbali, hususan ujasiriamali, hususan ni jinsi gani ya kumudu familia zetu, hususan ni jinsi gani ya kuwalinda watoto, hususan watoto wa kike, vijana wetu ambao wanapitia changamoto mbalimbali, wanaopitia katika maisha hatarishi ambao ni jinsia ya kike. Huwa tunadili na mambo kama hayo hapo, katika kuwatoa kwenye mstari potofu na kuwaleta katika mstari ulionyooka.